Hapana, sio kama unavyofikiria, lakini nimegundua makosa yangu. Nimegundua ni kweli kuumiza, poteza bahati. Sawa, naomba basi jaribu kunisaidia Twairo. Kama kuna baadhi ya mengine tu tukakaa na kuongea na tuweza tukamaliza. Alafu kubwa zaidi kabisa, naomba uweze kunisaidia basi hiyo pesa niweze kulipa kodi, maana tadhalilika mimi. Unatia huruma. Nasikitika kwamba siwezi kukusaidia. Dhalilika tu. Wewe uliona vya nini? Wenzio wanawaza utavipata lini? Pole. Lakini Kim, nisikilize basi. Nilijitoa kwako bila masharti, nikakupa moyo wangu wote wazi. Ahadi zako zilikuwa tamu sana, lakini mwisho wake ni maumivu tu. Nilikuamini kuliko nafsi yangu, nikajitoa hadi nikasahau mimi. Leo machozi hayakai tena ndani, kila nikikumbuka moyo unaniuma. Kwa nini ulisema Sawa. Niambie shoga yangu. Nikuulize swali. Hivi kwa mfano mtu unampenda sana, alafu anakuja anakuuliza eti umenipenda, wewe kwa haraka haraka hapo ungemjibuje? Shoga yangu, kama ni mimi mtu anampenda, mimi nitamwambia. Siwezi kuficha hisia zangu nikae niumie ingawa mtu yupo namuona alafu nampenda simwambie. Mimi namwambia kwamba mimi nakupenda. Peke alikuja nyumbani. Peke alikuja? Kaja pale kashapigwa na maisha huko, anakuja ananiambia ana shida, kodi imemwishia, anaomba msaada wangu. Kiukweli nilimjibu kabisa siwezi kumsaidia, lakini kuna kamoyo fulani hivi kananiingia, sijui binadamu yaani natamani kumsaidia, sijui hata nifanye nini. Ni hapa niwaambie tu shoga yangu, wewe kama unataka kumsaidia msaidie. Mapenzi na huruma ni vitu viwili tofauti. Wewe kama unataka kumsaidia msaidie tu. Basi nitajua mimi kama namsaidia au nafanyaje. Tutaendelea kulifikiria hivi. Jamani baby, sugue taratibu. Unasugua ni kama ni unasugua lijiwe. Asa taratibu vipi wakati kuna michanga umsijui ogagi vizuri? Jamani, wewe mwenyewe unajua kazi yangu ambayo nafanya sasa hivi. Kazi ngumu. Kwa hiyo lazima kichwa kichafuke unajua. Asa kazi ngumu kitoka huko uoge au? Sema ujisugui ndio shida yako. Mtoka hapa. Kwani ningekuwa sioge mwenyewe singekuwa unaona. Unaoga kama mtoto mdogo. Si mwanaume. Alafu leo nataka nikuulize kitu. Hivi kati ya mimi na pesa unapenda nini zaidi?
Yaani unapenda kuniuliza maswali ya kunitega. Kati ya wewe na pesa napenda nini? Yaani hapo. Sijibu jamani, mbona hivyo? Ziniangalie sasa, sina kujibu hapo. Nijibu. Cha kwanza kabisa mimi napenda hela. Afu cha pili nakupenda wewe mpenzi wangu kwa sababu wewe ndio una hizo hela ambazo mimi nazipenda. Napenda pesa, si ndio? Sasa ngoja nikwambie. Hapa ni kuanzia sasa hivi. Naweza nikapata hela ndefu mno, maana kuna mtu anaenda kumlilia shida afu na mtu agacho moyo. Sasa katika 100 wewe hapo unakula 5. Wewe. Ngapi? 5. Yaani kwenye 100 mimi nachukua 5%. Au utaki? Msogeza kwanza ile kichwa lako. Yaani kwenye 100% mimi nachukua 5%. Bwana, nilikuwa nakutania tu, nilikuwa nataka nikuone. Yaani ushanitoa kwenye mudi kwa kweli. Yaani 100%. Takupa bwana 90, mimi nitabaki na 10. Hayo ndo maneno. Yaani wewe unanikwaza. Yaani ujue nini? Ujue mimi hapa sio kwamba kusema napenda hela kivile. Ila yani kuna mazingira fulani. Vijue mimi nikiwaga na njaa na kuwaga na kisukari na kuwaga na hasira. Kwa hiyo sometimes unapokuja hapa sijui sijala nini, wewe nivumilie tu. Yaani mimi nikiwaga na njaa na kuwaga na hasira kama nini. Ngoja nikwambie kitu. Unajua mimi nakupenda, afu sitaki kukupoteza. Kwa hiyo yani niko radhi kufanya chochote tu ulio na furaha na amani. Sawa? Sawa, mwezi ujao kauze figo unipea. Samahani. Bila samahani. Hivi unaweza kuniambia ulifahamiana vipi na mdogo wangu? Nilimfahamu dukani kwa baba yenu. Okay. Mwanzoni nilikuwa nakuchukulia kijana fulani hivi muuni Mswahili, lakini kumbe haipo hivyo. Ni muonekano tu madamu. Shaweza nikakuuliza, kupo kwenye mahusiano? Yaani namaanisha kuna mpenzi? Mimi sina mpenzi wala sina mahusiano. Na ulivyo hivyo jamani, handsome, mkarimu, mcheshi, alafu hauna mahusiano kweli? Okay. Ulikuwa unaongea na dadangu? Alikuwa ananiuliza tulijuana wapi mimi na wewe. Serious? Ndo na vinywaji mmejitenga huku kuulizana hivyo tu? Kwa hiyo
shida ni vinywaji au kumjibu hapo tulijuana mimi na wewe? Nisikilize wewe. Mimi ndo nilokuleta hapa. Na mimi ndiye niliokuunganisha na huu mchongo. Hivyo basi, sitaki mazoea na dada yangu. Haya mazoea yafe. Sijapenda. Kwani nikuulize swali? Uliza. Wewe unanipenda mimi? Sikupendi. Sasa mbona unaonekana kama una wivu? Sitaki mazoea kwenye kazi. Mazoea huwa yanaharibu kazi. Ni hivi tu. Sawa. Mchumba leo umependeza we. Alafu kila siku mimi naambiaga Masira mtaani, mimi na bebe kali, pisi kali, cheki ulivyonyoka, eh? Mchumba unanipa raha sana we. Mchumba, mbona kama hivyo? Unataka hela eh? Shakujua unataka hela. Leo sina hela mamangu. Leo kweupe. Leo upati hata 100, leo sina hela. Viva, samani kwa uamuzi naotaka kukuambia. Najua imekuwa ghafla sana. Nimeamua kusitisha mahusiano yetu hivi sasa. Afu mchumba, kumbe we mapepe. Kumbe kishandu. Mchumba vipi, mbona ueleweki? Wewe ungangano nini? Unapika mandazi au unapika chapati? Sikuelewi ujue. Afu drama kama hizo mimi sizifagilii. Yaani umetoka huko ulikotoka na kuja kuniambia mahusiano yavunjike, sijui umesitisha, sijui umeumia. Mchumba, mimi sielewi. Hiki kichwa kina mambo mengi. Kichwa kina alosto hiki kimejaa mambo mengi, afu niambie, mashoga zako wanakudanganya huko. Achana nao. Drama kama hizo sina mimi. Nihangaike kutafutia hela afu nihangaike na kuumiza kichwa wewe sijui unaniambia tuachane. Sipendi mimi. Nimeamua kuchukua maamuzi haya baada ya kugundua mimi ni mjamzito. Unasema nini? Mimi na mimba. Hii mimba ni akani. Mchumba, kumbe mimi nagongewa. Mchumba, kumbe napita mtaani watu wananichola tu, wananing'onga, kumbe wananigongea, wananipigia kama hii. Yaani wamekupa hadi mimba watoto wadogo wa shamba, wajui kuchamba, wamekupa mimba. Mchumba, kumbe unanichiti. Unanisaliti. Yaani mimi nahangaika, naiba kwa ajili yako wewe upendeze. Nafanya hadi vitu ambavyo havimpendezi Mungu mchumba. Kipenzi, najua nimeumiza moyo wako na nimevunja hisia zako. Na hii ndo sababu ya kuwa na mahusiano na wewe. Na kutakia maisha mema. Kwaheri.
Nisikilize mchumba, mimi na wewe hatuachani leo wala kesho. Mimi na wewe tumeungana damu, mwili, nyama, mpaka majimaji, na hiyo mimba utatoa. Usipotoa hii mimba, na kuahidi kitu kimoja, utakuwa star. Nimekuita hapa na mazungumzo na wewe. Hivi kwa nini tukiwa karibu mimi na wewe mdogo wangu ananuna? Hasa mimi sijui. Una mahusiano naye? Sina mahusiano naye. Unampenda? Hakuna, simpendi. Okay, fine. Kwa mfano ukitokea labda mtu amekupenda, sipo tayari kwa sasa. Naomba tuzungumze kuhusu kazi kwanza. Ya, naelewa. Ila kiukweli mimi nakupenda sana sana. Nikakupa moyo wangu wote wazi, ahadi zako zilikuwa tamu sana. Samahani, lakini mwisho wake nimekuja kwenu kufuata kazi na sio mahusiano. Nilikuamini kuliko nafsi yangu. Huenda usinielewe for this time, ila utanielewa tu nini namaanisha. Leo machozi hayakai tena ndani, kila nikikumbuka moyo. Shoga yangu umeniponza. Nimekuponza na nini tena? Yaani sasa hivi nimekuwa mlevi, leva kutendukia. Yani nikipata hela kidogo tu lazima niende kule kwenye chimbo. Si uende? Natamani kuacha lakini nashindwa. Juzi nilienda, nilikuwa na 50,000 na hiyo kwa nataka 100,000. Kwa kuwa nilikuwa na rosto, ilibidi nikubali. Nikamwambia 50,000 yako nikifika nyumbani nitakutumia. Na nyumbani sikuwa na 50,000. Na mpaka sasa hivi yani bado sijamtumia. Na hapa nilipo ninaanza hasara. Pole. Aya basi sawa, mimi nitakuja nyumbani kwenu tutaongea vizuri. Aya shoga yangu, usisahau kuja nyumbani. Aya sijali. Aya. Kwa ulivyovaa hivyo, bila shaka unatoka. Unaenda wapi? Natoka. Naenda wapi? Nimetoka out ku refresh mind. Out tu? Peke yako? Nimetoka na matembele.
Kwa nini utoke na matembele bila kuniambia? Hivi kwa nini nikiwa karibu na matembele unachukia? Ee Mungu, nisikie hata kidogo, nipe nguvu ya kuendelea. Maumivu yamejaa moyoni, lakini bado nina tumaini. Yanaumiza, unaumia, hakuna anayejua ninachopitia.